Kwa mara nyingine tena, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin hatahudhuria mkutano ujao wa BRICS nchini Brazil, na imeelezwa kwamba atahudhuria kwa njia ya video, kulingana na msaidizi wake wa sera za kigeni Yuri Ushakov. Hafla ya mwaka huu, ambayo itakuwa mkutano wa 17 wa kila mwaka wa kundi la biashara na maendeleo la BRICS, inatazamiwa kufanyika Rio de Janeiro mnamo mwezi Julai. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ataiwakilisha nchi katika mkutano huo, Ushakov aliambia Vesti katika mahojiano siku ya Jumatano. Putin hatasafiri kwenda Brazil kutokana na masuala ambayo hajatatuliwa kuhusu hati ya kukamatwa iliyotolewa dhidi yake na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, msaidizi huyo wa rais alisema. Rais atashiriki kupitia kiungo cha video. Hii inahusiana na matatizo yanayohusiana na mahitaji ya ICC, Ushakov alisema. Serikali ya Brazil haikuweza kuchukua msimamo wazi ambao ungemruhusu rais wetu kushiriki katika mkutano huo, na hivyo hataweza kushiriki katika mkutano huo kutokana na kwamba kumekuwa na tofauti kati ya Urusi pamoja na ICC, na ni katika kile ambacho The Hague imetoa warrant ya kukamatwa kwa rais wa Urusi Vladimir Putin kutokana na kile kilichotajwa kwamba ni uhalifu wa kivita huko katika nchi ya Ukraine, lakini pia ni juu ya kuhamishwa watoto wakati wa kipindi cha vita, licha ya Urusi kujitetea kwamba ulikuwa ni mpango wa amani kabisa wa kuhakikisha watoto wanakuwa salama katika kipindi cha vita. Mnamo mwaka 2023, mwendesha mashtaka mkuu wa taasisi hiyo yenye makao yake The Hague, Karim Khan, alitoa hati za kukamatwa kwa rais wa Urusi pamoja na kamishna wa haki za watoto wa Urusi Maria Lvova-Belova kwa tuhuma za kuwafukuza nchini kinyume cha sheria na uhamisho wa watoto wadogo wakati wa mzozo wa Ukraine. Moscow imepuuzilia mbali madai hayo kuwa yamechochewa kisiasa, ikieleza kuwa iliwahamisha watoto hao nje ya eneo la vita kwa ajili ya usalama wao. Moscow iko mbioni kuandaa orodha ya watoto walioko Ukraine kwa sasa wanaohitaji kuunganishwa na familia zao nchini Urusi, Lvova-Belova alisema kando ya kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Orodha hiyo itachapishwa kwa timu ya mazungumzo ya Kiev katika duru inayofuata ya mazungumzo ya moja kwa moja, alisema. Zaidi ya hayo, watoto 5 kati ya 339 ambao Kiev walidai warudishwe Ukraine wakati wa duru ya mwisho ya mazungumzo mjini Istanbul wanatayarishwa kurejea, Lvova-Belova anasema. Urusi haijatia saini mkataba wa uanzishaji wa ICC na haitambui mamlaka yake. Wengine ambao hawajatia saini ni pamoja na China na Marekani pamoja na Israel. Rais wa Marekani Trump aliweka vikwazo kwa baraza la mahakama na mwendesha mashtaka mkuu mwezi Februari kwa kutoa hati za kukamatwa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wake wa ulinzi wa wakati huo Bwana Yoav Gallant. Khan aliwashutumu wote wawili kwa uhalifu wa kivita uliofanywa wakati wa mzozo huko katika ukanda wa Gaza pamoja na viongozi watatu wa Hamas. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote uweze kuyajua mengi katika ulimwengu kupitia hapa The World News.